Asante Yesu, asante Yesu, asante Roho Mtakatifu, asante Baba yangu. Ninakutukuza, ninakuinua asubuhi ya leo. Asante Roho Mtakatifu kwa uaminifu wako. Asante Roho Mtakatifu kwa nguvu zako. Ni wewe Baba yangu nastahili kutukuza na kuinuliwa. Ni wewe Yesu nastahili kupewa utukufu asubuhi ya leo. Baba, wanao na watoto wako tuko mbele zako. Tumenyenyekea mbele zako kwa rehema nyingi asubuhi ya leo. Tutakase Bwana Yesu na turehemu kwa damu yako ya thamani. Sisi ni wanao Bwana. Tumeshuka mbele zako Roho Mtakatifu. Tumekosa mbele zako Bwana. Nasi tunaanguka magotini pako kama Daudi alisema, nianguke magotini pako Bwana. Nasi tunaanguka magotini pako asubuhi ya leo. Rehema zako zisizokoma, rehema zako zisizokoma, rehema zako zisizokoma, rehema zako zisizokoma. Rikanda ramanduru sata, rika baba, rehema zako zisizokoma, rehema zako zisizokoma. Riamanduru shakara baba, risa karanda rikanduru kuria basika, ramanduru kuria basika rababa, rusha karababa baba. Ni nani aliye kama we Bwana? Ni nani aliye kama we Mungu mwenye nguvu? Wengine Bwana wangekuwepo, lakini leo wapo. Mimi nimepata kibali na neema mbele zako. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu Bwana. Risanta ramakuria baba, rusa tatata ramakuria, riandara makuria basika. Baba, moyo wangu naimba sifa kwako. Moyo wangu naimba utukufu. Moyo wangu naimba heshima. Moyo wangu naimba kuinuka. Moyo wangu naimba utukufu wako. Makerubi na maserufi wanainama, wanaanguka chini ya kiti chako cha rehema. Baba, nimeinua mikono yangu juu kwa kuinulia wewe mwenye utukufu, wewe mwenye enzi na nguvu, wewe mwenye mamlaka na utukufu. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, kwa ajili ya mama huyu, kwa ajili ya baba huyu, kwa ajili ya kijana huyu, kwa ajili ya binti huyu anainua mikono yake kukutukuza. Baba, uhai umetupa wewe, heshima umetupa wewe, upendeleo umeweka kwetu. Ni wewe Bwana. Asubuhi ya leo tunaungana na maselofi, tunaungana na makerubi wanaokutukuza na kukuinua, wanaokutukuza na kuinua. Rikanda ramando sata, rababa kuriamanda, reseterere shanta, rakakayanda ramakusha, resakaraba kuria, rinda, rosa ta. Baba, tumenyenyekea mbele zako. Tunasi utukufu wako Bwana, usituache Yesu. Utukufu wako Bwana usipungue kwetu. Neema yako Yesu isipungue kwetu. Mkono wako Bwana usipungue kwetu. Baba, fadhili zako ni kuu, uweza wako ni mkuu, mamlaka yako ni kuu, uweza wako ni mkuu. Robo shanda ramakuria, risa katatatata, raka makotasa, rikando rukushata, makari masikati. In the mighty name of Jesus. Baba, tunakuinua. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa kutupenda. Asante kwa kututhamini. Asante kwa kutuona kwamba na sisi tu wenye thamani mbele zako. Utukufu na enzi na nguvu ni zako, katika jina la Yesu. Penzi mwana familia, mwambie Yesu asante. Mwambie Yesu asante. Andika hata kwa mkono wako, comment hata kwa mkono wako, mwambie Baba asante. Mwambie Baba asante kwa kunileta asubuhi ya leo. Asante Yesu, asante Yesu. Ninaona mkono wa Mungu unakuja juu yako asubuhi ya leo. Ninaona Mungu akikuinua asubuhi ya leo. Naona Mungu akikufanikisha asubuhi ya leo. Naona Mungu akitenda jambo kubwa asubuhi ya leo. Naona Mungu akibadilisha ndoto zako. Naona Mungu akibadilisha uchungu. Naona Mungu akibadilisha maumivu ambayo umeumia kwa miaka mingi. Naona Mungu akibadilisha maumivu uliyopitia kwa muda mrefu. Ninasikia sauti ya Mungu asubuhi ya leo
kwamba mtu mmoja maumivu yake yanaenda kuisha, kwamba mtu mmoja maumivu yake yanaenda kutoweka. Haijalishi umelia kwa miaka mingapi, lakini Baba anaenda kufuta kilio ulicholia kwa miaka mingi, kilio ulicholia kwa muda mrefu, kilio chako ulicholia kwa muda mrefu, Baba anaenda kukifuta. Wewe ambaye uko tayari unasema Baba, nataka ufute kilio changu, na unataka ungane pamoja na mimi sahihi, unataka Mungu afute machozi, nataka Mungu akufute kutoka kwenye taabu, kwenye laana, kwenye mikosi, kwenye taabu, kwenye majanga, na unatamani kuungana pamoja na mimi, chukua hiyo namba ya WhatsApp, tuma message yako, tutasimama na wewe, tutaomba. Lakini pia chukua namba hiyo ya Vodacom ya sadaka, mwambie Mungu, ninapotoa sadaka hii, maumivu yangu na machungu yangu asubuhi ya leo yaishe. Utakapofanya hivyo, utaona Mungu anakutoa mzigo mkubwa uliotoa, mzigo mkubwa uliobeba, maumivu makubwa uliopitia, na maumivu yanakwenda kuisha, na mkono wa Mungu unakwenda kuwa dhahiri. Asubuhi ya leo kuna neema. Inawezekana unapita kwenye ya machungu, inawezekana unapita kwenye hiyo taabu, na unataka tusimame pamoja tuombe. Chukua hiyo namba ya WhatsApp, fanya kitu, tuma message yako, ambia mtu wa Mungu napitia hapa, tutaomba na Mungu atafuta kilio, atafuta mateso, atafuta taabu, atafuta kila huzuni katika jina la Yesu Kristo. Ninasikia sauti ya Mungu asubuhi ya leo. Nasikia zaburi hii ya asubuhi. Nasikia sauti ya Mungu. Risa taramando roko shandara bakuria basika. Baba. Yes, glory. Naisikia sauti ya Mungu tena asubuhi ya leo. Hii ni sauti ya zaburi ya utajiri. Hii ni zaburi ya 112 mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 10. Bwana akupe neema ya kusoma zaburi hii na kuirudia. Utaona baraka nyingi sana kwa Bwana. Biblia inasema, haleluya, eli mtu yule amchaye Bwana, apendezwaye sana na maagizo yake. Wazao wake watakuwa hodari duniani. Kizazi chake, kizazi cha wenye adili kitabarikiwa. Nyumbani mwake mna utajiri na mali, haki yake yakaa milele. Nuru wazukia wenye adili gizani, na fadhili za huruma na haki. Heri atendaye fadhili na kukopesha, atendaye mambo yake kwa haki, kwa maana hataondoshwa kamwe. Mwenye haki atakumbukwa milele. Ataogopa habari mbaya, moyo wake uimara kimtumaini Bwana. Moyo wake umedhibitika, hataogopa hata waone watesi wake wameshindwa. Amekirimu na kuwapa maskini, haki yake yakaa milele. Pembe yake itakuzwa kwa utukufu. Asiye haki ataona na kutikisika, atasaga meno yake na kuyeyuka. Tamaa ya wasio haki itapotea. Mstari mkubwa sana anasema, mstari ule wa 2 na mstari wa 3, wazao wake watakuwa hodari duniani. Kizazi cha wenye adili kitabarikiwa. Anasema nyumbani mwake mna utajiri na mali, na haki yake yakaa milele. Unaweza kuona siri ya wenye adili ni wale wamchao Bwana, ambao nafsi zao zimejitoa kwa ajili ya kumtumikia Kristo. Nafsi zao zimejitoa kwa ajili ya kutembea na nguvu za Mungu. Nafsi yake imejitoa kwa ajili ya kulitumaini jina la Jehova. Ninajua umemtumaini Mungu kwa muda mrefu, na umemtumaini Kristo ili akuvushe. Umemtumaini Yesu akupeleke kwenye hatima. Umemtumaini Yesu akupeleke kwenye ndoto. Umemtumaini Yesu kumuona akitenda kazi kwa namna kubwa. Umemtumaini Yesu kwa miaka mingi. Kumbe kizazi chako Mungu anaenda kukitajirisha. Mimi ni maombi yangu asubuhi ya leo, kizazi chako Yesu akitajirishe. Kizazi chako Yesu abadilishe hatima. Kizazi chako kiwe kizazi cha neema, kiwe kizazi cha mafanikio.
kuanzia wewe nyumbani mwako muwe na fedha, nyumbani mwako muwe na utajiri. Hakuna aliyemtumikia Mungu Mungu akamwacha. Ninakutia nguvu asubuhi ya leo ya kwamba ile nguvu ya Mungu inaenda kuachiliwa ndani yako. Tunapoenda kuomba maombi haya, hautateseka tena, hautapitia kwenye tabu tena. Inawezekana umekuwa unapambana lakini haufikii hatima. Inawezekana ulikuwa unapigana lakini hufikii ndoto zako. Lakini wacha Yesu akusaidia asubuhi ya leo. Tunapoenda kuomba, Mungu akusimamishe kama mwenye adili wake. Nyumbani mwako aweke fedha, nyumbani mwako aweke utajiri. Mungu akukumbuke, akumbuke hatima ya kazi za mikono yako, akumbuke hatima ya kazi ambazo Baba ameachilia ndani yako, akumbuke hatima ya kizazi chako katika jina la Yesu Kristo. Popote pale ulipo, nataka uinue mkono wako, na kama ndani yako umebeba sadaka, kuchukua sadaka yako. Kamata hii Zaburi 112 uikamate kwa sadaka. Utaona kuna matokeo makubwa, maana huwezi kutamka maneno kama ndani yako una dhabihu ambayo unasimama nayo mbele za Bwana, sadaka ambayo unasimama nayo mbele za Bwana, ukimwambia Bwana, sadaka hii na mimi najiunganisha na hii Zaburi 112, ninaomba neema ya utajiri ije nyumbani mwangu. Kamata hiyo sadaka yako na inua mkono wako. Maneno haya Mungu anakwenda kuyagonga muhuri, na utaisoma hii Zaburi mara 7, na utaona mkono wa Mungu ukitenda kazi kwa namna ya kipekee. Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru sana kwa kunifunulia maandiko haya Bwana, kujua kabisa wenye haki wamepewa neema, wenye haki wamepewa neema, wenye haki wana nguvu, wenye haki wamepewa kuifanya kazi yako, na nyumbani mwao umeweka utajiri. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo, asubuhi ya leo niko mbele zako Bwana. Sina Mungu mwingine wa kunisaidia, ni wewe Yesu wa kushika maisha yangu, ni wewe Yesu wa kunitunza, ni wewe Yesu wa kuachilia neema kwenye hatima yangu, neema itakaoleta utajiri, neema kwenye kazi za mikono yangu itakaoleta neema ya utajiri, neema kwenye kazi za hatima yangu, neema kwenye ofisi yangu, katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, ninaomba neema hii ambayo Bwana umeiachilia kupitia Zaburi ya 112 kwamba nyumbani mwangu kutakuwa na utajiri, katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo Baba, ninakuita, ninaomba nyumbani mwangu weka neema ya utajiri, katika jina la Yesu Kristo. Rikanda ramando rosata, rikarababasata ramando. Anza kuomba, mwambie Baba adhibitike kwa neno lake, katika jina la Yesu. Baba, ninaomba neema ya kudhibitika. Thibitika Bwana, thibitika Yesu, thibitika Roho Mtakatifu. Riabasata ramakuria, resata ramakuria. Baba, thibitika Bwana, sawa sawa na neno lako. Wewe umesema unaliangalia neno lako ili upate kulitimiza. Asubuhi ya leo Baba, liangalie neno hili ambalo umeliweka kwetu uweze kulitimiza, katika jina la Yesu. Ramasakaraba. Baba, timiza neno hili Bwana kwenye nyumba ya baba huyu waliohangaika kwa miaka mingi, kwenye nyumba ya kijana huyu wamehangaika kwa muda mrefu, kwenye nyumba ya baba huyu na mama huyu na kijana huyu waliohangaika muda mrefu, kila wakitazama, kila wakikamata fedha haiusimami. Neema ya utajiri bado imeondoka katika miji yao, katika jina Yesu. Baba, fanya jambo jipya asubuhi ya leo. Tengeneza tena Bwana, sawa sawa Bwana na neno lako. Wafanikishe watoto wako katika jina la Yesu. Rimanduru sakata. Naomba Bwana neema ya kufanikiwa ije juu ya watoto wako, in the mighty name of Jesus. Ramanduru kushata, ramanduru kusha, rabakuria masata, risanda ramakuria, rikata rabasata. Baba, neno hili lidhibitike kwenye kinywa cha binti huyu, cha mama huyu, cha baba huyu, katika jina la Yesu. Baba, achilia neema yako, achilia neema yako tuione Bwana kwa ajili ya watumishi wako, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, amina, amina. Panda sadaka yako kupitia namba ya Vodacom, mwambie Bwana, naomba neema utajiri
ije juu yangu asubuhi ya leo kupitia namba ya 0756 934 903. Hii ni namba yetu ya dhabihu na mkono wa Mungu utakuwa dhabiti kwako. Lakini chukua nafasi kukualika sana katika madhabahu ya Mlango Ukombozi hapa Gairo, Morogoro nchini Tanzania, East Africa. Bako mamia na maelfu ya watu wanakusanyika kwenye makongamano kumuona Yesu Kristo mtenda miujiza, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Nikutakia asubuhi njema na baraka ije nyumbani mwako. Shalom, 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 shalom.